Naam, shukrani kwa kuendelea kusalia nasi. Sasa ni wakati wa kuyatazama zile habari za biashara na uchumi kwenye habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Halmashauri ya mji Mbinga imeweka lengo la kuongeza mapato ya ndani baada ya makusanyo ya zao la kahawa kupanda kutoka zaidi ya shilingi milioni 500 mwaka 2023-2024 hadi takribani shilingi bilioni 1 msimu uliopita, ambapo halmashauri inalenga kuongeza uzalishaji wa kahawa kupitia zaidi ya wakulima 15,000 ili kuchochea mapato na kufikia lengo la kukusanya shilingi bilioni 5.7 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Tupate taarifa zaidi. Ongezeko hilo limeifanya halmashauri ya Mbinga mji kuanza kuweka mkazo zaidi katika sekta ya kahawa, huku ikisisitiza kuongeza uzalishaji, kuimarisha usimamizi wa mauzo na kudhibiti mianya inayoweza kusababisha mapato ya zao hilo kupotea. Akizungumza katika baraza la madiwani la halmashauri hiyo, mkuu wa wilaya ya Mbinga Kisare Makori amesema ongezeko la mapato ya kahawa ndani ya kipindi kifupi ni ishara ya uwepo wa fursa kubwa zaidi iwapo uzalishaji na usimamizi wa zao hilo utaimarishwa. Ukiangalia takwimu za mapato ambazo zinatokana na cess tunayo collect kwenye zao la kahawa na of course baada ya kwamba sasa tumejaribu kusimamia vizuri ile mianya iliyokuwepo mwaka wa fedha 23-24 Mbinga TC ilikusanya cess milioni 500 plus kwenye makusanyo ya cess ambayo imeingia kwenye mapato ya halmashauri. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya uchumi, elimu, afya wa halmashauri ya wilaya Mbinga Aureus Ngonyani amesema mikakati imeanza kuimarisha vyama vya msingi vya ushirika AMCOS pamoja na maandalizi ya miche ya kahawa kwa msimu wa 2026-2027. Amesema hatua hiyo inalenga kuongeza uzalishaji wa kahawa kwa wakulima sambamba na kuimarisha mfumo wa ukusanyaji na uuzaji wa zao hilo ili kuhakikisha mapato yake yanabaki katika mfumo rasmi. Kuanzishwa kwa kile chama cha msingi Kitunda kimeenda kuongeza mapato makubwa ya halmashauri. Patakuwa na makusanyiko makubwa ya mapato pale. Vyama vyetu vya ushirika tunaendelea kuongea na vyama vya ushirika waendelee kuwa na usimamizi ambao umetukuka ili kuleta tija ya zao la kahawa kwa wakulima wetu. Kutoka Mbinga mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel. Vijana mkoani Iringa wametakiwa kubadili mitazamo kuhusu ajira kwa kuachana na utegemezi wa ajira za serikali na badala yake kutumia fursa zinazowazunguka ikiwemo mikopo ya 10% inayotolewa na serikali pamoja na rasilimali ya ardhi kuanzisha na kuendeleza shughuli za kilimo na ujasiriamali, hatua inayolenga kuongeza uzalishaji, kujenga uwezo wa kiuchumi na kufungua fursa zaidi za maendeleo kwa vijana na jamii kwa ujumla. Clement Sanga anaarifu zaidi. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Iringa wakati wa hafla fupi ya utoaji wa vifaa vya biashara kwa vijana vilivyotolewa na Agriedo Hub kupitia mradi wa Empower 10, na kuongeza kuwa uwepo wa ardhi yenye rutuba na fursa za mikopo ya halmashauri ni nyenzo muhimu ya kufikia ndoto za vijana wengi mkoani humo. Kwa hiyo ujumbe ufike kwa vijana wote, fursa zipo, tuingie kwenye sekta ya kilimo. Tukapambane. Mwanzo unaweza ukaona mgumu kidogo, lakini mnapambana, unaenda, milango inafunguka, unatoka eka 1, unaenda eka 5, eka 10, eka 20, ndiko wote walipo anzia. Upande wake mkurugenzi wa shirika la Agriedo Hub Khadija Jabil amesema shirika hilo limekuwa likifanya kazi sambamba na serikali katika kuinua vijana na tayari zaidi ya vijana 5,000 katika kipindi cha miaka 5 wamekwisha nufaika, huku wengi wakitoa ushuhuda juu ya mafanikio makubwa walioyapata katika sekta za kilimo na biashara. Na sisi pia kama wadau tunaona tuna nafasi ya kuchangia kwenye jitihada kubwa ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba tunawainua vijana wanaweza kujitengenezea ajira na wakatengeneza ajira. Kabla sijapata kifaa nilikuwa napitia changamoto tofauti ikiwemo kuzalisha miche ambayo haina ubora na pia kuzalisha miche ambayo inakuwa haina afya nzuri. Kwa kupitia hichi kifaa nilichokipata leo kitaniwezesha kuzalisha miche bora. Clement Sanga, Channel 10, Iringa.
Naam, na mataifa 8 ya kigeni yamethibitisha kushiriki kwenye maonyesho ya 21 ya biashara ya Afrika Mashariki jijini Mwanza ili kutoa fursa ya kupanua wigo wa masoko kimataifa kwa wafanya biashara hapa nchini. Taarifa zaidi na Henry Kavirondo. Bendera kadhaa za kimataifa zitapepea ili kuashiria ufunguzi wa maonyesho hayo yanayotarajiwa kufanyika Agosti 28 hadi Septemba 6 mwaka huu kwenye uwanja wa Furahisha Kirumba jijini Mwanza. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara Tanzania TNCC mkoa wa Mwanza Gabriel Chacha Kanene, nchi zilizothibitisha ni Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Egypt, India, China na Singapore. Fursa zinazopatikana wafanyabiashara ambao ni waonyeshaji kupata masoko mapya, kukutana na wasambazaji wakubwa na kujifunza mbinu za kisasa za kufunganisha na kutangaza bidhaa zao kuelekea soko la ndani na soko la nje. Maonyesho hayo katika biashara yanalenga kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inayotaka sekta binafsi kuchangia uchumi kwa 70% na sekta ya umma 30%. Bidhaa ambazo zitaonyeshwa kwenye maonyesho haya, tutakuwepo na mashine na teknolojia za kisasa za uzalishaji, tutakuwa na bidhaa za ujenzi, tutakuwa na bidhaa za kilimo za usindikaji chakula na vinywaji. Faida nyingine zitakazopatikana kupitia maonyesho hayo ni kukuza biashara kikanda, kubadilishana teknolojia pamoja na kuvutia uwekezaji wa kimkakati katika sekta za viwanda, kilimo na huduma. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Naam, shukrani sana Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo, na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Eden Bahati atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.